Naam, mtazamaji wa Anuari TV, karibu sana kwenye kipindi cha The Golden Boot, sehemu ambako kama ilivyoada huwa tunaangazia habari za kimichezo kitaifa na kimataifa. Na kwa siku ya leo tunakwenda kuangazia habari ambayo inamhusu mlinda lango wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, raia wa Niger mwenye umri wa miaka 30. Huyu si mwingine ni Mahamadou Tanja Djibrila Kassaly, ambaye kwenye mechi ya Kagera Sugar dhidi ya Simba ambayo ilipigwa katika siku ya Agosti 16 mwaka 2026 katika uwanja wa Kaitaba katika wilaya ya Misenyi huko mkoani Kagera, alipata majeraha ambayo yalimgharimu kuweza kutoka kwenye mechi huku ikiwa inaendelea na kuweza kufanyiwa mabadiliko ambayo yalidhihirisha kwamba jeraha ambalo alilipata lilikuwa very seriously, jambo ambalo liliwashtua mashabiki wa klabu ya Simba na wengine wengi wakitamani kufahamu pengine hali yake jinsi gani ambavyo inaendelea kwa wakati huu. Na hii inafuatia kufuatia klabu ya Simba kwa siku za hivi karibuni kuwa na wimbi kubwa la majeraha, hasa katika upande wa eneo la ulinzi. Hapo utajumuisha walinzi wa kati Sanjari na golikipa mwingine kwa maana ya Yakubu Suleiman ambaye alipata majeraha mwanzoni mwa msimu uliopita, jambo ambalo limewafanya pia klabu ya Simba iweze kufikiria tofauti juu ya Mahamadou Tanja Djibrila Kassaly, kwani kupitia kwa afisa habari na meneja wa habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Simba, huyu si mwingine ni Ahmed Ali, amethibitisha kwamba Mahamadou Kassaly alipata majeraha ambayo ni makubwa, lakini sio makubwa kiasi hicho, licha ya kwamba kuna 80% za kuukosa mchezo unaofuata wa ligi kuu soka Tanzania bara, ambako Simba atakuwa anakipiga dhidi ya klabu ya Pamba Jiji, mchezo ambao klabu ya Simba itakuwa ugenini katika uwanja wa CCM Kirumba huko jijini Mwanza. Klabu ya Simba endapo itamkosa Kassaly, basi itasalia na magolikipa wawili tu ambao ni Hussein Abel sambamba na bwana mdogo Feruz kwa maana ya Alexandra Erasto, ambaye alipandishwa huyu kutokea kwenye timu ya vijana kwa msimu uliopita, lakini pia kwa msimu huu pia ameendelea kuitumikia klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo Mahamadou Kassaly Tanja 80% kukosa mchezo unaofuata ambao Simba atakuwa akikipiga dhidi ya timu ya Pamba Jiji, huku afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ali akithibitisha kwamba jeraha lake sio kubwa kiasi hiko, jambo ambalo litamfanya aweze kukosa mechi kadhaa na kuweza kurecover na baadaye pia kurejea kwenye ubora wake kama vile ambavyo amekuwa nao moja kwa moja. Kassaly ni miongoni mwa magolikipa ambao licha ya kwamba wamekuwa na makosa mengi, lakini quality na ubora ambao wamekuwa nao imekuwa ni sehemu ya kuifanya klabu ya Simba kuweza kusurvive kwa sehemu moja ama nyingine kwenye baadhi ya mechi ambazo wamekuwa wakizielekea, lakini pia kwa namna nzuri ambayo wamekuwa wakicheza mechi zenye ushindani, na ni miongoni mwa magolikipa ambao kwa msimu uliopita walikuwa wana kiwango bora na walikuwa pia wanawania tuzo ya golikipa bora ama alikuwa anashindana na Djigui Diarra ambaye yeye ndio aliibuka kuwa na clean sheet nyingi, na Kassaly yeye alikusanya takriban zaidi ya clean sheet 13 kwa msimu uliomalizika moja kwa moja. Kwa hiyo Ahmed Ali amewatoa shaka mashabiki wa Simba na amewaaminisha kwamba Kassaly atakosa mechi kadhaa na baadaye ataweza kurejea moja kwa moja. Kwa hiyo mtazamaji, ufahamu hiyo kuhusu klabu ya Simba ambayo golikipa wake raia wa Nigeria ambaye alipata majeraha makubwa kwa mchezo uliopita na huenda akarejea kwa mechi zijazo. Jina langu ni Leopard John, sauti ya mvua. Nikushukuru kwa yeye ambaye umekuwa nami kwa siku ya leo. Nyuma ya kamera alikuwepo Emmanuel Charles Maro. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi Anuari TV.